Bwana Yesu asifiwe sana. Na kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa ajili ya neema na uaminifu wake ambao ametupa neema tena ya kujifunza maneno yake katika usiku huu wa leo. Basi napenda nikualike mwana wa Mungu ili tuweze kujifunza neno la Mungu kwa pamoja sawa sawa na kadri Roho Mtakatifu atakavyotufunulia. Somo letu la leo ni madhara ya kumnung'unikia na kumlalamikia Mungu. Madhara ya kumnung'unikia na kumlalamikia Mungu. Mstari tutaongozwa na mstari kutoka katika neno la Mungu kwenye kitabu cha Waebrania sura ya 11 na mstari wa 6a. Waebrania 11 mstari wa 6a. Neno la Mungu linasema, lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Nasema, lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Akiwa na maana kwamba ili mwanadamu au ili mwana wa Mungu aweze kumpendeza Mungu ni lazima aweze kuwa na imani. Kwa maana kwamba mwana wa Mungu anapokosa imani, mwana wa Mungu anapokosa kumwamini Mungu, ina maana kwamba hakuna namna yoyote au hakuna namna nyingine ambayo anaweza akampendeza Mungu. Kwa ili tuweze kufurahisha moyo wa Mungu, ili tuweze kumfurahisha Mungu, ni lazima ndani ya mioyo yetu tuwe na imani. Kwa sababu kusoma kwenye neno la Mungu anasema kwamba kwa maana twaenenda kwa imani na wala si kwa kuona. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiangalia mfumo wa maisha tulionao kwa sasa ni tofauti na jinsi ilivyokuwa zamani. Tukisoma kwenye habari za kina Musa, tukisoma kwenye habari za kina Yeremia, tukisoma kwenye habari za kina Ibrahim, sio kwa sasa. Ukiangalia watumishi wengi kwa Mungu kwenye ukiangalia huko kwenye vitabu kwa ambavyo vinapatikana kwenye Agano la Kale, wengi walikuwa wakizungumza na Mungu kwa kuonana naye. Lakini kwa sisi ambao tuko katika kizazi cha sasa, tunazungumza na Mungu kwa njia ya imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo, wewe kama mwana wa Mungu, hauwezi kumpendeza Mungu na hauna namna nyingine ambayo unaweza ukampendeza Mungu basi kuwa na imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tunajua kabisa kwamba katika maisha yetu ya kila siku, mtu anapopungukiwa na imani, mtu anapokosa imani juu ya kumwamini Mungu, kuna hali ndani yake ambayo huinuka. Ambayo hiyo hali ambayo inainuka ndani yake, tunasema kwamba ni hali ya manunguniko. Kwa sababu tunajua, ili Mungu aweze kufanya katika maisha yetu, ili Mungu aweze kushughulika katika maisha yetu, ni lazima kwanza wewe kama mwana wa Mungu au wewe ambaye unamtafuta Mungu, uwe na nini? Uwe na imani. Ukikoa kwenye neno la Mungu kwenye kitabu cha Waebrania sura ya 10 na mstari wa 38, neno la Mungu linasema, lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani, naye akisita, roho yangu haina furaha naye. Tarudia, anasema ni Waebrania 10:38. Neno la Mungu linasema, lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani, naye akisita, roho yangu haina furaha naye. Kwa unaweza ukaona ukisoma kwenye hiyo Waebrania 38 kwamba lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani, naye akisita, roho yangu haina furaha naye. Kwa hiyo wewe kama mwana wa Mungu, unapopungukiwa au unapokosa imani ya kumwamini Mungu juu ya mambo anayokuelekeza, juu ya namna ambavyo anakuongoza, juu ya ahadi alizokupatia kulingana na changamoto unazokutana nazo, ina maana kwamba tayari Mungu anakuwa hana furaha na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kama Mungu hana furaha na wewe, na tunajua kabisa kwamba miongoni mwa funguo za kiroho zinazoweza kufungua kama ni majibu yetu mbele za Mungu, kama ni kufungua mahusiano yetu sisi na Mungu, funguo mojawapo pia ni imani.
Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo uwe na hakika ya kwamba kama mwana wa Mungu unapokosa kuwa na imani, ina maana kwamba kwa Mungu au katika ufalme wa Mungu kuna baadhi ya vitu ambavyo hautavipata. Kuna vitu unaweza ukashinda unaviombea usiku na mchana, unaweza ukafunga ukiomba, unaweza ukakesha unaomba, lakini kama usipokuwa na imani, ina maana kwamba kwa Mungu hivyo vitu hauwezi ukafanyaje? Hauwezi ukapata. Na kama ukimwomba Mungu na hivyo vitu ambavyo unamwomba Mungu usipate, au ukaomba maombi yako yasijibiwe, ina maana kwamba kitu kitakachoinuka ndani yako ni utainuka roho ya manunguniko, itainuka roho ya malalamiko, ya unaanza kusema kwamba mimi mbona Mungu huwa namuomba, lakini mimi Mungu mbona huwa anitendee, lakini mbona kuna wengine wanamuomba Mungu kidogo tu lakini anawatendea, hasa kwa nini mimi? Bwana Yesu asifiwe sana. Unaanza kujiuliza kwa nini mimi? Unaangalia wengine wanaishi, wanamuomba Mungu anafanya, unaona maisha yao yakistawi, unaona hali zao za maisha zikiendelea mbele, unaona wakifanikiwa, lakini ukijitazama wewe unajiona ya kwamba mbona mimi kila siku niko pale pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Na madhara yake unaanza kuingia katika malalamiko, kuanza kusema kwamba huyo Mungu waga anapendelea, Mungu ni mpendeleaji, kwamba kwa nini mimi nimeomba kama fulani lakini mimi hajanipa, lakini fulani yeye ameomba tu kidogo amempa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ndani yako inainuka roho ya manunguniko, na kitu kimoja ambacho unatakiwa ukifahamu ni kuwa kumnungunikia Mungu na kumlalamikia ni dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Unapomlalamikia Mungu na unapomnungunikia Mungu ni dhambi, kwa sababu manunguniko sio tendo la imani, na tendo lolote lisilo katika imani ni dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama tulivyosema, mtu unapolalamika ina maana kwamba kiwango cha imani yako kimepungua, kwa sababu kiwango chako cha imani ndicho kitakachoamua majibu yako kutoka kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mfumo tunaotembea nao katika maisha kwa sasa ni kama unaomba wewe kama mwana Mungu, umeingia katika maombi ukaomba na ukaamini ya kwamba hichi ambacho nimekiomba Mungu atakifanya, Mungu amekifanya. Ina maana kwamba una uhakika na una kiwango kikubwa cha kupokea majibu yako kutoka kwa Mungu. Lakini ukienda kwenye maombi na ukawa na mashaka na kile ulichokiomba, yaani ukawa mguu ndani mguu nje, unasema kama nimeomba lakini yaani mimi hali ninavyoiona sijui kama Mungu anaweza akafanya, sijui. Bwana Yesu asifiwe sana. Ina maana kwamba tayari umeshaingiza shida kwenye majibu yako, tayari umeshafungua mlango ambao adui anaweza sasa akamwambia Mungu kama wewe umesema kwamba mtu akikuamini aombe lolote atakalo na wewe utafanya, utampa. Ina maana kwamba huyu mtu yeye ameomba lakini hana imani na kile alichofanyaje, hana imani na kile alichokiomba. Sasa kwa nini unamjibu? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unapoomba na ukatilia mashaka kwenye yale maombi unayoyaomba, ina maana kwamba umefungua mlango wa kutokupata majibu kupitia maombi unayoomba. Ndio maana tukasema kwenye Waebrania 10:38 amesema kwamba lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani, naye akisita roho yangu haina furaha naye. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa uwe na hakika ya kwamba wewe kama mwana wa Mungu unapoingia katika maombi, omba kwa imani. Unaposema kama namtegemea Mungu, mtegemee Mungu kwa imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu tunasema kwamba imani ni kuwa na hakika. Ina maana kwamba hata kama kitu hujakiona kwa macho, lakini unajua kabisa kwamba mimi ninaenda kuomba kwa Mungu, lakini na uhakika ya kwamba huyu Mungu ninayemuomba huwa hajaifelisha mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Anaposema atajibu, basi ujue anajibu kweli. Kwa hiyo ninapoenda mbele za Mungu najua kabisa kwamba ninapoenda mbele za Mungu nasema kwamba Mungu atajibu. Mungu atajibu. Kwa hiyo ninakwenda na uhakika kabisa, najua kwamba ninapoenda kuomba nina hakika kwa kuwa Mungu wangu ni mwaminifu. Anafanyaje? Atajibu. Akisema anajibu, ina maana anajibu kweli. Akisema anatenda, itimize anatenda kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ukienda ukaomba pasi kuwa na mashaka, Mungu lazima afanyaje? Afanye. Kwa hiyo unapoingiza manunguniko, kumnungunikia Mungu, na unapoingiza malalamiko, kumlalamikia Mungu, ina maana kwamba kile kitendo unachokuwa unakifanya pale ni dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu manunguniko na malalamiko sio kitendo cha imani.
Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kitendo ambacho sicho cha kiimani. Kwa kama sio kitendo cha kiimani, ina maana kwamba jambo lolote lile au tendo lolote lile lisilotoka katika imani ni dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma kwenye kitabu cha Warumi 14 na mstari wa 23b, neno la Mungu linasema, na kila tendo lisilotoka katika imani ni dhambi. Warumi 14:23b, neno la Mungu linasema kwamba na kila tendo lisilotoka katika imani ni dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unapoingiza malalamiko, na tumesema kwamba mtu anapoingia katika malalamiko, ina maana kwamba kiwango chake cha kumwamini Mungu kipo chini sana. Anakuwa na ile imani ya kutia mashaka, anakuwa na ile imani ambayo imeongelewa katika kile kitabu cha Waebrania 10:38 kwamba anakuwa na imani ya kusitasita. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo anapokuwa na hiyo imani ya kusitasita, unaona kabisa kwamba kitu kinachotokea pale ni nini? Anapoanza kunungunika na anapoanza kutilia mashaka juu ya ahadi za Mungu, anapoanza kutilia mashaka juu ya uaminifu wa Mungu, tayari anaingia katika dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Anaingia katika dhambi. Kwa hiyo wewe kama mwana wa Mungu, ili usiweze kufanya dhambi, ili uweze kumpendeza Mungu, ni lazima uweze kuzuia tabia ya manunguniko. Ni lazima uweze kuzuia tabia ya malalamiko ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili uweze kumpendeza Mungu. Lakini labda kama una mpango wa kumpendeza Mungu ndio ulalamiki. Lakini kama unataka kutembea katika njia za Mungu, kama unatamani kuona uaminifu wa Mungu, kama unatamani kuziona fadhili za Mungu kila siku itapolewa, jaribu na tamani kutembea katika hali ambayo sio ya nini? Sio ya manunguniko, kwa sababu unaponungunika unamuhuzunisha Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unamhuzunisha Mungu kwa namna gani? Hauamini juu ya ahadi zake, hauamini juu ya fadhili zake, hauamini juu ya uaminifu wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kuwa tunajua kwamba Mungu wetu ni Mungu aliye mwaminifu siku zote. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unapomlalamikia Mungu na kumnungunikia, unaonyesha ni kwa kiasi gani haumwamini yeye kuwa anaweza kukusaidia katika hali yako unayoipitia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unapoingia katika hali ya manunguniko, unapoingia katika hali ya kulalamika, ina maana kwamba unaonyesha ni kwa kiasi gani wewe haumwamini Mungu. Unaonyesha ni kwa kiasi gani moyo wako unapinga ya kwamba Mungu niliye naye wala hata si Mungu ambaye ni mwaminifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unapolalamika na unaponungunika, unaonyesha kwamba Mungu wako uliye naye humwamini. Mungu wako uliye naye siye mwaminifu, na unaonyesha kwamba hana uwezo wa kukusaidia katika changamoto ulio nayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu tunajua kabisa kwamba malalamiko na manunguniko ni matokeo ya changamoto. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo wewe kama mwana wa Mungu, iwe ni katika hali gani ambayo unapitia, iwe ni katika changamoto gani unayopitia, jifunze kumtukuza Mungu katika hiyo hali ambayo uko nayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kuwa Mungu huwa ni mwaminifu. Anaposema kwamba usiogope maana mimi ni Mungu wako, usifadhaike maana mimi ni Mungu wako, nitakuwa pamoja na wewe, nitakusaidia, nitakushika kwa mkono wangu wa kuume, nikikwambia kwamba usiogope mimi nitakusaidia. Uwe na uhakika ya kwamba kile kitu Mungu alichokisema ni kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Anaposema kwamba upitapo katika maji mengi hata kugarikisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Anaposema kwamba upitapo katika maji ya moto nitakuwa pamoja na wewe. Uwe na hakika ya kwamba kile kitu Mungu alichokisema ni kweli. Kwa hata unapopita katika changamoto yoyote, utakuwa unakumbuka kwamba Mungu alisema kwamba nisiogope. Yeye atakuwa pamoja na mimi. Yeye aliniambia kwamba usiogope, kwa kuwa aliniambia niwe hodari na moyo wa ushujaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kitu kikubwa cha kunoti hapa ni kwamba ukisoma katika Biblia kuna sehemu nyingi sana ambapo Mungu alikuwa anasema kwamba usiogope, usiogope. Usiogope, usiogope. Musa anaambiwa usiogope. Ukija kwa Yoshua anaambiwa usiogope. Isaya anaambiwa usiogope. Yeremia anaambiwa usiogope. Mungu anapokuambia usiogope, ina maana kwamba kuna tahadhari anayokutahadharisha mbele.
Bwana Yesu asifiwe sana. Anakuambia usiogope kwa kuwa yeye tayari anajua kuhusiana na leo yako, anajua kuhusiana na kesho yako. Kwa ukisoma kwenye neno la Mungu kwenye ile Isaya 46 mstari wa 10 nasema kwamba yeye hutangaza mwisho tangu mwanzo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa anapokuambia katika leo yako ya kwamba usiogope, tayari ameshaichungulia kesho. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unapopita leo wewe ambapo unaona kwamba niko kwenye changamoto, tayari Mungu anajua kwamba unakoelekea huko kuna changamoto zaidi hata hizo unazozifanyaje, unazozikutana nazo leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa anaposema usiogope, it means anakuandaa kisaikolojia ili ujue kabisa kwamba unatembea, as long as umechagua kutembea katika njia ya Mungu. Kwa hiyo unajua kabisa kwamba kule mbele lazima kuna vikwazo utakutana navyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima kuna vikwazo utakavyokutana navyo. Ndio maana anakutahadharisha mapema na kukwambia kwamba usiogope kwa kuwa mimi ni Mungu wako. Nitakusaidia na nitakushika kwa mkono wangu wa kuume. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo wakati wote ambao Mungu atakapokuletea neno la usiogope, 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 ujue kabisa na ujiandae kutambua kwamba uko mbele unakoelekea vita ipo. Bwana Yesu asifiwe sana. Vita ipo. Kwa hiyo utembee ukijua kwamba vita mbele ipo ili ikusaidie usikate tamaa utakapokutana na hiyo vita. Kwa sababu gani? Utakapojua mapema itakusaidia kutembea kule mbele unakoenda. Hata ukikutana na vita mbele utasema kwamba nakumbuka tayari Mungu kabla hata sijaianza safari yangu aliniambia kwamba nisiogope. Kwa utakapokigundua hicho kitu na ukakiamini, utakapoisikia hiyo sauti na ukaiamini, itakusaidia wewe kutoka katika hali ya manunguniko. Kwa sababu unapoanza kunungunika na unapoanza kulalamika, ina maana kwamba unaupunguza ule uwezo wa Mungu alionao. Unaipunguza ile nguvu ya Mungu alionayo. Na unapoipunguza ile nguvu ya Mungu na unapopunguza ule uwezo wa Mungu na kuendelea kumwamini Mungu, ina maana kwamba unazidi pia na wewe kupunguza uwezekano wako na asilimia zako za kupokea majibu kutoka kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma jambo lingine la kunoti ni kwamba imani ni funguo ya kiroho inayompa Mungu nafasi ya kushughulika na maombi au mambo yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Unapotaka leo Mungu aweze kushughulika na maisha yako, lazima uwe na imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Unapotaka leo Mungu aweze kushughulika na maisha yako, ni lazima uwe na nini? Uwe na imani. Ina maana kwamba unaposhindwa kumwamini Mungu na kuanza kunungunika, unaposhindwa kumwamini Mungu na kuanza kulalamika, tayari ni kama vile tuseme katika hali ya kawaida ya kimaisha, unapoteza funguo ya kufungua mlango wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana tukitolea mfano labda tuseme ni nyumba ambao labda tuseme watu wote walikuwa wametoka tuwashumi kama leo Jumapili, watu wote tuko kama kanisani. Ina maana manyumbani milango imeachwa ikiwa imefungwa. Kwa hiyo baadaye tukiulua tumetoka kanisani tumerudi nyumbani, tukamuuliza yule ambaye tulimpatia ufunguo kwamba ufunguo uko wapi, akasema umepotea. Sina hapa, nilikuwa nao siuoni. Bwana Yesu asifiwe sana. Uwe na hakika ya kwamba kuingia ndani itakuwa ni kazi, kwa sababu tuliacha tumelock na funguo na tunataka kuingia ndani sasa funguo haipo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kama mtu ana kiu anahitaji kunywa maji, upatikanaji wa maji utakuwa ni kazi. Kwa nini? Kwa sababu funguo imepotea na maji hapo ndani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hata na wewe pia baraka zako zimefungiwa pahali na unataka uzifungue hizo baraka, lazima utumie funguo ambayo ni imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa usipoitumia funguo kufungua ili upate baraka zako, ili uweze kupata majibu yako kutoka kwa Mungu, uwe na hakika ya kwamba utaishia kuwa mtu wa kulaumu, utaishia kuwa mtu wa kulalamika, na utaishia kuwa mtu wa kuona kwamba Mungu anapendelea wengine. Kwa nini sio mimi? Bwana Yesu asifiwe sana. Na utaishia tu kuona wenzako wakipokea ila wewe unashuhudia kwa macho. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaweza tukatolea mfano wa kameramani. Kameramani kama akiwa kwenye sherehe, yeye hata kama mtu labda tuseme wana graduate,
Kama wazazi wake wamemletea mwanafunzi keki ukaika pale mezani, yeye ataishia tu kuwapiga picha na baadaye atapewa hela yake na atawapatia picha zao. Lakini ile keki ambayo iliweka pale ataishia tu kuiona hata ila. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo uwe na hakika kwamba na wewe unapokosa kuwa na imani katika mambo unayoomba, katika mambo unayoyafanya, unaposhindwa kuliamini neno la Mungu, unaposhindwa kuamini ya kwamba Mungu ni mwaminifu na kile ulichomuomba atatenda, uwe na hakika ya kwamba uwezekano wako wa wewe kuweza kupokea majibu yako kutoka kwa Mungu ni mdogo sana, au tunaweza tukasema hakuna kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaweza tukaangalia hapa mfano wa imani isiyokuwa na manunguniko. Tutaangalia mfano wa Paulo na Sila ambao tunawapata katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 16 na mstari wa 25. Neno la Mungu linasema, lakini panapo usiku wa manane Paulo na Sila walikuwa wakimwomba Mungu na kumwimbia nyimbo za kumsifu. Na wafungwa wengine walikuwa wakiwasikiliza. Ghafla likawa tetemeko la nchi, hata misingi ya gereza ikatikisika, na mara hiyo milango ikafunguka na vifungo vyote vikalegezwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hasa ukiangalia Paulo na Sila walikuwa ni watumishi wa Mungu ambao kitu kikubwa au kosa lao kubwa ambalo liliwafanya mpaka wakatupwa gerezani ilikuwa ni katika swala zima la kuitangaza injili ya Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kabla ya kutupwa gerezani walipigwa kwanza fimbo. Bwana Yesu asifiwe sana. Walipigwa sana. Na baada ya kupigwa wakawaweka gerezani na wakawafunga miguu yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili wasiweze kufanyaje? Wasiweze kutoroka. Na kufungwa sio tu kwamba walifungwa kama magereza haya ya kawaida ambayo tunaona katika nchi yetu, lakini walifungwa kwenye magereza ya ndani kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini hauoni sehemu yote wakilaumu. Lakini kitu kikubwa ambacho nakiona kwao ni kwamba walianza kumwimbia Mungu nyimbo za kumsifu na kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukiangalia sasa hawa watu walete leo katika maisha yetu ya kawaida au walete kwa sisi wa Kristo wa sasa. Mtu apitishe katika hali kama hii anaanza kumwambia Mungu kwamba Mungu, hivi kwa nini mimi nipite huko? Kwa nini mimi nikutane na hii hali ambapo wakati mimi nakutegemea? Bwana Yesu asifiwe sana. Mwingine anaanza anaanza kulalamika. Anaanza kusema kwamba mimi bora hata nisinge kutumikia Mungu. Kwa sababu kama ninakutumikia ndio naona shida hizi, ni ile hata niwe mtu wa kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hawa watu hawakulaumu. Licha ya changamoto walioipitia, lakini bado waliendelea kumtukuza Mungu. Licha ya kipigo ambacho walikipata, lakini bado waliendelea kumtukuza Mungu kwenye gereza. Ilifika hatua ambayo hata wafungwa wenzao wakabaki tu wanawasikiliza, wanawashangaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu tunajua huwa ni kazi sana kumuona mtu akisifu, akifurahi, akishangilia wakati anapokuwa anapita katika magumu. Tunajua kwamba watu wengi wanapopita katika magumu, lazima pa mtu angeanza kulia, mtu anaanza kulaumu, mtu anaanza kulalamika. Lakini unaona watu ni kama vile watu ambao hawana stress. Ni kama vile watu ambao hawawazi. Kwa sababu gani? Ni kwa sababu hawakuwa na imani ya kusita. Walimwamini Mungu, walimwamini Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakaamini ya kwamba kama huyu Yesu ambaye tunamtaja sisi hapa ndiye aliyewaokoa wale, ndiye aliyewaponya wale kipindi tunalitaja jina lake. Kwa hiyo tuna uhakika ya kwamba hata katika hapa tuliko, hata katika ile gereza ambalo labda ni gereza la ndani sana, bado uwepo wake utakuwa pamoja na sisi. Kwa hiyo hawakulaumu, hawakulalamika, waliendelea kumtukuza Mungu licha ya changamoto ambayo walikuwa nayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na unaweza kuona matokeo ya kumsifu kwa Mungu na matokeo ya kuendelea kumuomba Mungu. Biblia inasema ghafla likawa tetemeko la nchi, hata misingi ya gereza ikatikisika, na mara hiyo milango ikafunguka na vifungo vyote vikalegezwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunaona kwamba vifungo vinalegezwa, nchi inaanza kutetemeka.
Baada ya nini? Baada ya wale watu kusimamisha imani yao na kuendelea kuamini katika Kristo Yesu, ya kwamba hata hapa tulipo uwepo wake upo pamoja na sisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo wewe kama mwana wa Mungu, hata unapopita katika hali ngumu yoyote, endelea kutafakari ahadi za Mungu juu yako. Endelea kutafakari ukuu wake. Endelea kutafakari uaminifu wake na mahali alipokutoa na mahali alipokuahidi atakupeleka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kuwa unapoendelea kutafakari ahadi za Mungu, unapoendelea kutafakari uaminifu wake, unapoendelea kutafakari nguvu zake, na unapoendelea kutafakari kwamba mahali alipokutoa na mahali alikokufikisha, inakupa nguvu ya wewe kuendelea kumwamini. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tayari utajikuta kwamba unapokuwa ukitafakari, unapoendelea kuwa katika hiyo tafakari, unajikuta sasa kidogo kidogo ndani yako kuna kitu kinaanza kujengeka kwa upya. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba kama ilikuwa ni kiwango chako cha imani kimeshuka, tayari kwa kutafakari mahali ambako Mungu alipokutoa, unaanza sasa kusema kwamba kweli kama isingalikuwa Mungu wakati nilipokuwa nikipita katika hali fulani, hakika Israeli na aseme sasa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kile kitendo cha kukumbuka kwamba pale nilipotoka ilikuwa ni pagumu, ilikuwa ni hali ambayo kibinadamu kustahimili ilikuwa ni kazi, lakini nikavuka. Kwa ninakuwa na imani ya kwamba hata hapa nilipo bado neema yake yanitosha kunivusha tena na kunipeleka katika hatua nyingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Na labda kitu cha kukumbushana ni kuwa haina maana kwamba unapokuwa mtumishi wa Mungu hautapita katika changamoto. Haina maana kwamba unapokuwa mtumishi wa Mungu wewe hautakutana na shida yoyote hapa duniani. Hapana. Changamoto utakutana nazo na majaribu utakutana nayo, lakini neema ya Kristo ndio itakao kusaidia katika kuvuka. Ndio maana ukisoma katika neno la Mungu anasema kwamba maana upitapo katika maji mengi nitakuwa pamoja na wewe. Kwa hiyo sio kama katika yale maji hautapita. Katika yale maji utapita kama na wengine wanavyopita. Lakini tofauti yako wewe na yule ambaye hajambeba Kristo ni kwamba wewe unapopita katika yale maji, Yesu Kristo ataingia pamoja na wewe. Atakuwa pamoja na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu Kristo atakuwa pamoja na nini? Atakuwa pamoja na wewe. Haleluya. Lakini sasa yule mtu ambaye Kristo hayumo ndani yake, ina maana kwamba anapopita katika yale maji atakuwa mwenyewe, kwa sababu hajampa Yesu nafasi ya kuwa pamoja na yeye. Anasema kwamba tazama niko mlangoni nabisha hodi. Mtu akisikia sauti yangu na kunifungulia, mimi nitaingia ndani yake, nitafanya makao ndani yake, nitakula pamoja naye, naye atakula pamoja na mimi. Kwa unapomfungulia Yesu mlango ndani ya moyo wako, ina maana Yesu Kristo atakuwa ndani yako. Na akisha kuwa ndani yako, ina maana kwamba unapoingia katika maji, unapoenda katika miale ya moto, Yesu Kristo atakuwa pamoja na wewe. Kwa kuwa nini? Yani tunasema kwamba kwa nini atakuwa pamoja na wewe? Kwa sababu yuko ndani yako. Kwa kuwa umeisikiza sauti yake na akabisha hodi, alipobisha hodi ukamsikia na ukaamua kufungua, ina maana akaingia ndani yako akakaa. Kwa hiyo unapopita katika moto, unapopita katika maji, hayatakugharikisha kwa kuwa Yesu Kristo atakuwa ndani yako ili akusaidie. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa unatakiwa kukijua hicho kitu ya kwamba hata kama wewe ni mtumishi wa Mungu kiasi gani, lazima changamoto utakutana nazo. Lakini tofauti yako wewe na yule ambaye hajakubali kumpokea Kristo ni kwamba wewe unapopita Kristo atakuwa pamoja na wewe. Lakini yeye hatakuwa pamoja na yeye, ina maana kwamba Mungu atakayemsaidia yeye, ina maana ni yule ambaye ameamua kumpa nafasi katika moyo wake. Lakini wewe kwa kuwa umemchagua Yesu Kristo na umechagua kumpa Yesu Kristo nafasi katika moyo wako, uwe na hakika kwamba Yesu ndiye atakayeingia pamoja na wewe. Na unapopigana vita hautapigana mwenyewe. Yeye ndiye atakayekupigania. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kuwa tayari yuko ndani yako. Kwa hiyo unapopita katika changamoto yoyote, omba kwa imani.
huku ukiamini ya kuwa Mungu wako unayemuomba ni mwaminifu na uaminifu wake ni vizazi hata vizazi. Kwa ili kuepuka roho ya malalamiko, ni lazima wewe kama mwana wa Mungu uombe kwa imani, na unapoomba katika imani unatakiwa kujua kuwa Mungu unayemuomba ni mwaminifu. Anaposema atafanya, uwe na uhakika kwamba atafanyaje? Atafanya. Unaposema atatenda, uwe na uhakika kwamba atafanyaje? Atatenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hii inakuwa ni kinyume chake. Ina maana kwamba unapopita katika changamoto na usimwamini Yesu Kristo ya kwamba ana uwezo kukusaidia, ya kwamba yeye ni mwaminifu, ana uwezo kukuvusha, uwe na hakika ya kwamba kitakachofuata hapo utaanza kulalamika. Utaanza kusema kama mimi mbona ninapita katika changamoto lakini mimi Yesu anisaidii. Lakini namuona mwenzangu akipita katika changamoto, mwishoni anakuwa nini? Anakuwa na ushindi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ni lazima kama unataka kuingia katika hali ya manunguniko na malalamiko, lazima ukubali kumwamini Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ili aingie ndani yako afanye kazi pamoja na wewe. Unapokula atakuwa pamoja na wewe. Unapotembea atakuwa pamoja na wewe. Unapofanya kazi zako, Yesu Kristo atakuwa pamoja na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Na jambo lingine la kujua ni kwamba malalamiko na manunguniko ni kitu kisichomfurahisha Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wewe unapokuwa mlalamikaji, unapokuwa mnungunikaji, ina maana kwamba unafanya kitu ambacho hakimfurahishi Mungu. Ukisoma kwenye Waebrania 11:6a, ile ambayo ndio imebeba kichwa cha somo letu, nasema kwamba lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaweza tukachukulia mfano mzuri kwa wana wa Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati walikuwa kukutana na changamoto, wanaomba kwa Mungu, Mungu anawavusha. Wanamtukuza Mungu, wanafurahi, wanalitukuza jina la Bwana. Wanafurahi sana na wanamshukuru. Lakini ikifika wakienda tena mbele, wakutana tena na changamoto nyingine, wanasahau, wanaanza kulalamika, wanaanza kuambiana wenyewe na kusemezana kwamba Musa, mwambie Mungu, haiwezekani atulete huko afu atuache. Yaani ametuleta jangwani ili tufe. Kwamba tunataka kurudi tulipotoka, maana ni aheri ya kula zile nyama za kule Misri kuliko ni kuja huku hivi kuteseka na kuja kufia wapi? Jangwani. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba kuna wakati walikuwa ikifika Mungu anatenda wanafurahi, lakini wakishafika mbele wanasahau kabisa ya kwamba Mungu ndiye aliyewatoa kule, na kwamba kuna wakati walikuwa na shida na walimuita Mungu na akafanyaje? Akawashikia. Lakini wamefika sasa kwenye changamoto tayari wamefanyaje? Wamesahau. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo wanajikuta wakinungunika, wanajikuta wakilalamika ya kwamba Mungu hapana. Kwani sasa Mungu si atuite huku ili tufe? Si hata tungekaa kule tunafanya kazi mizani, kazi ngumu sawa, ni tunateseka sawa, lakini chakula tunakula. Na sio chakula tu, tunakula nyama. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini Mungu wetu ni wa rehema. Haleluya. Yaani licha ya manunguniko yao, licha ya malalamiko yao, lakini ndio watu pekee, ndio taifa pekee ambao lilipata neema ya kula chakula wanachokula mashujaa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwamba chakula wanachokula malaika mbinguni, mashujaa kule mbinguni, ndio wakakila wao. Lakini hata licha pia ya kula hicho chakula, lakini changamoto tena zilivyoendelea kutokea, hawakuacha kulaumu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unajua kama unapokuwa unalalamika, unapokuwa mtu wa kunungunika, wewe unamkasirisha Mungu, haumfurahishi. Na mbona ukiangalia kwamba kuna wakati kabisa Mungu alikuwa anachukia kabisa, lakini Musa anaenda tena kuombea nini? Msamaha. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ujue kabisa kwamba unapokuwa na roho ya kunungunika, unapokuwa na tabia ya kulalamika, ina maana kwamba wewe unahuzunisha moyo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kuwa ina maana Biblia inasema kwamba ninyi tu mnataka mpate mema msipate na mabaya. Haleluya. Kwa kama mema yapo, huwa na hakika kwamba na mabaya yapo. Ili sasa yale mabaya yasije kaikudondosha, wakati anapokuja asije akakudondosha na kuiangusha imani yako, ni lazima tayari mwanzoni kwanza ujitengenezee msingi mapema. Kwanza uituni akili yako na uwaelekeze moyo wako ya kwamba
majaribu yapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kusoma neno la Mungu anasema kwamba maandalio ya moyo ni wa mwanadamu, lakini jawabu la ulimi latoka kwa Bwana. Kwa hiyo kama mwana wa Mungu ni lazima uandae moyo wako kwa kuambia kwamba moyo wangu, sikia sauti ya Bwana. Majaribu yapo. Bwana Yesu asifiwe. Majaribu yapo. Kwa hiyo unapouandaa moyo wako mapema, hata unapokuja majaribu yanapokuja, itakusaidia wewe katika kuilinda imani yako, kwa kuwa utaamini ya kwamba hata kama napita katika jaribu, lakini najua ni swala la muda tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 10 mstari wa 13, neno la Mungu linasema, jaribu halikuwapata ninyi isipokuwa lililo kawaida ya wanadamu, ila Mungu ni mwaminifu, ambaye hata waacha mjaribiwe kupita muwezavyo, lakini pamoja na lile jaribu atafanya na mlango wa kutokea ili muweze kustahimili. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ukishakitambua hiki kitu, haitakupa shida sana, kwa kuwa utajua ya kwamba hili jaribu lililonipata kwanza ni kiwango changu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kiwango changu. Lakini pia Yesu mwenyewe au Mungu mwenyewe ameshasema kwamba pamoja na hilo jaribu, Mungu atafanya na mlango wa kufanya wa kutokea ili uweze kustahimili. Kwa hiyo ukishajua kwamba kumbe ninapita katika hii changamoto, lakini mlango upo, kwa hiyo itakusaidia wewe kuendelea kumwamini Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana kuna mtumishi wa Mungu mmoja aliwahi kusema, akasema kwamba wakati ambapo wewe unaona kwamba kabisa kwamba hili jaribu limekuja limenilihemea, kwamba unaona mwanzo sipaoni wala mwisho sipaoni, akasema katika hilo jaribu, hapo hapo ulipo, mlango kutokea huko hapo hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unachopaswa kukifanya ni kukaa vizuri na Mungu ili akusaidie, ili akufunulie ni namna gani ambavyo unaweza ukashinda hilo jaribu, kwa kuwa wakati ambapo unapolia, mlango uko hapo hapo. Mlango wa jaribu haupo nje ya jaribu unalopitia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa mlango wa kutokea katika jaribu, mlango wa kushinda katika jaribu, huko katika hilo jaribu. Kwa ni kitendo cha wewe kukaa na Mungu vizuri, ni kukaa na Mungu vizuri, kuendelea kumshii Mungu na kumuuliza Mungu na kumwambia Mungu akufunulie juu ya hilo jaribu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili uweze kupata mlango wa kutoka. Haleluya. Kwa hiyo unatakiwa ukae ukijua kwamba majaribu yapo na yatakuja, na kama yanakuja ujue huwa ni temporary. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna jaribu ambalo huwa linakaa milele, na wewe mwenyewe unaweza ukawa shahidi kwamba katika maisha yako tangia umezaliwa mpaka wasaa ulipofika mpaka wakati huu hapa, ni mambo mengi ambayo umekwisha kukutana nayo. Na wakati ulipokuwa kila jambo ambapo wakati ulikuwa ukikutana nalo, ulikuwa una kabisa kwamba hili jambo ni gumu. Yaani sije kukutana na kitu kigumu kama hiki. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini na ugumu wake hivyo hivyo, na utata wake, na wakati mwingine kukatisha tamaa, lakini mwisho wa siku inabaki tu kuwa kama story, kwamba niliwahi kupitia kitu fulani, niliwahi kupitia hali fulani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini leo unaihadisia kama kitu kilichopita? Ni kwa sababu gani? Hakunaga kinachokaa milele. Ina maana kwamba kama jaribu lingekuwa linakaa milele, hata na leo tungekuwa tunakuja tukakuuliza leo, ungesema kwamba yaani mimi tangia mwaka 1992 hadi leo 2025 ninapita katika hali fulani. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini tukija kukuuliza leo, unakuja kusema kwamba nilipokuwa darasa la kwanza nilipitiaga kitu hiki na hiki na hiki. Nilipokuwa form 1 nilipitiaga hali hii na hii na hii na hii. Nilipokuwa chuo kikuu niliunguaga na moto, nikapata sijui shida fulani. Mwingine mara anasema niliwahi kupata ajali, lakini alipata ajali akapata stroke ya mguu, lakini ukimwona leo anatembea kama wengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ile kipindi lile lilikuwa ni jaribu, lakini leo tayari ameshafanyaje? Ameshavuka. Ikiwa na maana gani? Kwamba hakuna jaribu linalokaa milele. Hiyo hali unayopitia leo, hata kama ni ngumu, usilalamike. Nenda mbele za Mungu na uzidi kumsihi Mungu akusaidie, akufunulie. Kwa kuwa tunajua Mungu wetu sisi ni wa nyakati na majira.
Bwana Yesu asifiwe sana. Unapoona nakwambia kwamba tunajua kwamba Mungu huwa na majibu matatu. Jibu la kwanza huwa ana ndio. Jibu la pili huwa ana hapana. Na la tatu huwa ni subiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo akikwambia kwamba ndio, ina maana kwamba kile ulichomuomba amekijibu kwa huo wakati. Ina maana kwamba amekikubali kukifanya. Akikwambia hapana, ina maana kwamba amekataa. Aidha hicho kitu unachokiomba kiko nje na mapenzi yake. Akikwambia subiri, ina maana kweli unapaswa kusubiri. Na maana anasema ukisoma kwenye kitabu kama sijakosea ni Wagalatia, anazungumzia kuhusiana na habari ya tunda la Roho. Uvumilivu uitajwa pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa anapokuambia subiri, unatakiwa usubiri ndio. Usiingie katika hali ya kufanyaje? Ya kulalamika. Bwana Yesu asifiwe sana. Anapokuambia subiri, subiri. Kwa sababu gani? Hauwezi ukajua. Yamkini anapokuambia subiri ni kuna namna ambavyo anataka kuudhihirisha utukufu wake kupitia ile hali unayoipitia kwa huo wakati. Yamkini katika hiyo changamoto unayoipitia kwa leo, unayoipitia kwa sasa, kuna namna ambavyo Mungu anataka akutengenezee ushuhuda. Yamkini hiyo changamoto unayoipitia leo ndio imebeba hatima yako ya maisha yako, ndio imebeba maana ya wewe kuwepo duniani. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa anapokuambia subiri ukasema Mungu hapana, iondoe, ina maana kwamba wewe unahakika kwamba kuna baadhi ya vitu utafanyaje? Utavikosa. Ndio maana mtumishi wa Mungu mmoja akasema kwamba unapokuwa unaliombea jaribu, kuwa makini sana, kwa sababu unatakiwa utafute kujua chanzo cha jaribu ni nini. Kwa sababu kuna majaribu mengine unakuwa unayakemea, kumbe ni Mungu ameruhusu ili akupime. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukija kwenye upande wa majaribu, hiyo ni somo lingine, lakini maana yangu ilikuwa ni hiyo ya kwamba hakuna changamoto ambayo inadumu milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna changamoto ambayo inadumu milele. Kwa hiyo usilalamike wala usimnungunikie Mungu. Kikubwa endelea kumsihi Mungu azidi kukusaidia, endelea kumsihi Mungu mpaka pale kwa wakati na majira yake atakapofanya. Basi kwa ajili ya muda wetu tutaangalia madhara ya kumlalamikia na kumnungunikia Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Swala la kwanza ni kwamba kupuuza uwezo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unapomlalamikia Mungu na kumnungunikia Mungu, ina maana kwamba unapuuza uwezo wa Mungu alionao. Mungu anakuambia kwamba upitapo katika maji mengi nitakuwa pamoja na wewe. Wewe unasema kwamba yani unakuwa na malalamiko na manunguniko kiasi kwamba hata Mungu anapokuambia unashindwa kumwamini. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa instead ya unapopita katika hizo changamoto, unapopita katika hiyo shida, uende mbele za Mungu, ili Mungu kwa kuwa yeye anazo nguvu za kukusaidia, anasema kwamba yeye humpa nguvu yeye azimiaye na umuongezea nguvu yeye asiyekuwa na uwezo. Instead uende kwa Mungu, ili unapokwenda kwa Mungu akuongezee nguvu, akupe uwezo wa kufanya, akupe uwezo na akupe namna ya kutembea katika hiyo hali unayopitia. Wewe unaacha kwenda kwa Mungu, unaenda kwa wanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na unapokwenda kwa mwanadamu hana chochote cha kukusaidia. Kwa sababu hata kama ni mtumishi wa Mungu umemfuata, na maana kila siku tunashauriwa kwamba uwe na uwezo wa kujiombea mwenyewe. Unatakiwa kuwa na uwezo wa kusimama kwa miguu yako mwenyewe. Kwa sababu gani? Wewe ni Mkristo. Unapopata changamoto, haukataliwi kwenda kwa mtumishi wa Mungu na kumwambia kuombee. Hiyo haikataliwi kabisa. Lakini unapokwenda kwa ule mtu, kumbuka yule mtumishi ambaye unamfuata ili akuombee, anaenda kuzungumza na Mungu huyo huyo ambaye wewe mwenyewe ungekuwa peke yako ungefanyaje? Ungezungumza naye. Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unajikuta kwamba unaupunguza uwezo wa Mungu ndani yako. Unapunguza viwango vya Mungu kutendea. Kwa sababu gani? Unalalamika mno, unanungunika mno. Bwana Yesu asifiwe sana. Na unaponungunika ina maana kwamba the way unavyozidi kunungunika ndivyo viwango vyako vya kumwamini Mungu vinazidi kushuka kila siku itwapo leo. Haleluya. Kwa hiyo ili uweze kutembea vizuri na Mungu, ili uweze kuziona nguvu za Mungu zikifanya kazi katika maisha yako, ni lazima uache roho ya manunguniko. Ni lazima upunguze na uache kabisa kunungunika na kulalamika, ili Mungu ajifunue katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu tunajua kabisa kwamba
Kulalamika na kunungunika ni matokeo ya kutokuwa na nini? Na imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini jambo lingine pia, kulalamika na kunungunika humfanya mtu kushindwa kuridhishwa na kitu chochote. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani unapokuwa mtu wa kunungunika, unapokuwa mtu wa kulalamika, itakuwa ni vigumu sana kwako wewe kuweza kuridhishwa na kitu chochote. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata kama likifanyika jambo jema, wewe utasema kwamba mbona amelifanya hivi, wangelifanya hivi na hivi ndio lingekuwa vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Labda tuseme kwa upande wa watoto, au kwa upande wa wanandoa, au kwa upande wa watumishi wa Mungu, kama ni mchungaji, kama ni mwinjilisti, anasema kwamba kama labda tuseme siku za kuwategemeza watumishi, anasema kwamba wameleta nini? Wameleta mahindi, wameleta maharage, wameleta na mchele. Unaweza kusema sasa kama mtu sasa anaye roho ya manunguniko na malalamiko, anaanza kusema kwamba hasa kuliko kuleta mchele, mahindi na maharage, si bado hata wangeleta mafuta, wakaleta hata na ngano, wakaleta hata na mboga, tungepika tukala kuliko ni kuleta hivi vitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo utajikuta kwamba hauridhiki. Haleluya. Au kama ni mtoto, hata kama labda nyumbani umeleta zawadi. Sasa umeleta zawadi, unaweza kusema kwamba mbona dadaye umempa ya pinki, mimi umenipa ya kijani. Na mimi si bado ungatuletea tu wote ukatupatia hizo za pinki. Bwana Yesu asifiwe sana. Au kama ni wanandoa, labda tuseme mume amemletea mwanamke, labda tuseme gauni la special. Anza kusema kwamba kuliko ni kuletea gauni la special, bado ungeniletea tu hata mtumba nikavaa. Bado ungeniletea hata viatu kuliko ni kuletea na ile gauni. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo utajikuta ukiwa hauridhiki, ukiwa na roho ya nini? Ya manunguniko. Na hata Mungu akikujibu, labda umeenda kwa Mungu ukiwa na maombi matatu, unamwomba Mungu juu ya mahitaji yako matatu, akajibu labda tuseme hili moja, unaweza kusema kwamba hasa Mungu kama angekuwa anataka kunijibu, si hata asingelijibu tu hili, angelijibu hata hili lingine, maana hili ndio kubwa kuliko hili lingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo utajikuta ndani yako ukiwa hauna moyo wa shukurani. Utajikuta hata kama ukipatiwa kitu hauridhiki. Kwa sababu gani? Tayari ndani yako. Lakini jambo lingine la mwisho, kwamba mtu anayelalamika ni rahisi kufikia maamuzi yasiyo sahihi. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaweza tukaona mfano mzuri kwa wana wa Israeli, wakati ambapo Mungu alikuwa akinyamaza kidogo kuwaacha ili kuziangalia imani zao. Unaona kabisa kwamba wanaanza kugeuka sasa. Instead ya kumtegemea Mungu, instead ya kumwabudu Mungu, wanageukia miungu mingine. Wanamwambia ni kwamba tuchukue vitu vya thamani ili tutengeneze ndama, ili hiyo sanamu ya ndama ndio tuiabudu kama Mungu wetu. Kwa sababu gani? Tunaona Mungu amenyamaza na Musa hatumuoni. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa unapokuwa na roho ya kulalamika, unapokuwa na tabia ya kulalamika, inakupelekea wewe kufanya wakati mwingine kufanya maamuzi yasiyo sahihi. Na wakati unayofanya hayo maamuzi, kwa kweli utakuwa unaona nini? Utakuwa unaona ni sahihi. Kwa sababu gani? Ndani yako unapokuwa umejaa na roho ya kulalamika, roho ya malalamishi, ndani yako hautakuwa unatafuta ile hali ya kusolve matatizo, lakini utakuwa unaendelea kila siku kulalamika ili utafute sasa na wengine ambao watakuunga katika kulalamika kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tunajua kabisa ya kwamba mtu unapokuwa na roho ya kulalamika, unapokuwa na tabia kulalamika, hata tu katika maisha yetu ya kawaida, ni vigumu sana kuweza kupiga hatua. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hata katika maisha yetu ya leo, ili uweze kupiga hatua katika nyenzo yote ya maisha yako, ni lazima ukubali kuepuka roho na tabia ya manunguniko na malalamiko. Mlalamikaji siku zote huwa hatafuti suluhisho la tatizo, bali huendelea kulaumu na kutafuta wengine wa kuungana naye katika kulalamika kwake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ili uweze kuendelea katika maisha yako, ili uweze kupiga hatua katika maisha yako, ni lazima ukubali kuachana na roho ya manunguniko. Ni lazima ukubali kuachana na roho ya kulalamika. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ujijenge kutatua matatizo na si kulalamika.
Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kama mwana wa Mungu ni lazima ujijenge katika kutatua malalamiko, kutatua matatizo, kutatua changamoto na sio kulalamika. Na ukitaka kuangalia watu wengi leo ambao hali za uchumi ziko chini, hali za maisha ziko chini, ukienda kuongea naye vizuri ukamuuliza, lazima tu utakuta kuna kitu anakilalamikia. Kama ni mwanafunzi, labda tuseme kama ni mzee au ni mbaba, sasa hivi anabeba mizigo, ukienda kumuuliza anakuja kukwambia kwamba mimi tu ni wazazi wangu hawakutaka kunipeleka shule, niliwaambia wakakataa. Isingelikuwa wao, leo mimi ningekuwa labda tuseme na maisha fulani. Haleluya. Kwa hiyo unakuta yule mtu anakuwa na malalamiko. Ukienda kwa mwanafunzi alikuwa anasoma mathematics, ukamuuliza kwamba kwa nini mathematics umepata 0? Anakwambia kwamba ni kwa sababu sisi tukifanyaga kazi darasani mwalimu wetu hakusanyi madaftari. Au wale ambao darasani wanaelewa vizuri, kienda kumfuata ukimwambia kuelekeze anakataa. Au atakwambia kwamba wengine wamefaulu kwa sababu wao walikuwa na kitabu, mimi nilikuwa sina nini? Sina kitabu. Na ukija tena kwenye maisha pia, labda tuseme watu wanaofanya biashara, ukija kumuuliza anakwambia kwamba mimi tu ningekuwa sasa hivi ninafanya biashara kubwa sana. Sasa hivi ninafanya biashara ndogo kwa sababu kuna fulani nilimpaga mtaji, nilimwombaga hela ya mtaji akaninyima. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kama huyo mtu ambaye aliomba mtaji akanyima, angetafuta alternative, asingekaa katika hali ya kutengeneza mazingira ya kumlaumu mtu, na akatafuta alternative ya namna ya kufanya, uwe na hakika ya kwamba huyo mtu asingekuwa hapo alipo. Na kama ni mwanafunzi, kama anasema kwamba kilichomfurahisha ni kitabu, kama angetafuta alternative ya kusolve ili aweze kupata hicho kitabu, ina maana kwamba asingefeli. Mwingine anamwambia kwamba kwa nini unakwenda kusomea uchungaji? Anasema kwamba sikwenda kusomea uchungaji kwa sababu wazazi wangu walikataa. Kama wazazi wako walikataa, lazima urudi kwenye neno la Mungu. Neno la Mungu lilikuwa linasemaje? Bwana Yesu asifiwe sana. Kama wazazi wanakataa, usingekaa hapo ukaishia tu kulaumu na ukasema kwamba nataka kuchukua hatua ya imani, nifanye kitu fulani, niongee na Mungu, nitengeneze mazingira ambayo Mungu atanisaidia kunikutanisha na watu watakao nibeba ili kunipeleka kule ambako Mungu amekusudia niweze kuwepo. Uwe na hakika ya kwamba usingekuwepo hapo ulipo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ili uweze kuvuka katika hayo mambo, lazima uizuie ndani yako roho ya kulaumu. Ni lazima ukae na Yesu vizuri, ni lazima ukubali kumpa Yesu nafasi ndani ya moyo wako, ili hata kama unapopita katika changamoto apite pamoja na wewe. Anasema kwamba je, si mimi niliyekuamuru wewe udai na moyo wa ushujaa? Anakuambia hivyo kwa sababu ana uhakika ya kwamba ulipo yupo. Ukisoma kwenye Yeremia 23:23 anasema kwamba mimi ni Mungu niliye karibu na si Mungu aliye mbali. Ukija ukaiunganisha na neno la Mungu, pale anaposema kwamba anakuja mlangoni kwako, anafanyaje? Anabisha hodi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiunganisha hiyo ya Yeremia 23:23 unaposema kama mimi ni Mungu aliye karibu na si Mungu aliye mbali, ina maana yuko ndani yako. Ukiunganisha sawasawa na hii Ufunuo 3:20 anasema tazama nasimama mlangoni nabisha hodi. Mtu akisikia sauti yangu na kufungua, nitaingia kwake nami nitakula pamoja na yeye, naye pamoja nami. Kwa kama umekwisha kufungua mlango ndani ya moyo wako, ina maana kwamba Yesu Kristo ataingia ndani yako, na akishaingia ndani yako atakula pamoja na wewe, na wewe utakula pamoja na yeye. Atafanya makazi ndani yako. Na ndio maana kwenye ile Yeremia 23:23 anasema kama mimi si Mungu niliye mbali, ni Mungu niliye karibu. Ina maana kwamba unapofungua mlango ndani ya moyo wako na Yesu Kristo akakaa ndani yako, ina maana hayuko mbali, hawi mbali, anakuwa karibu na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kilio chetu na shauku yetu kila siku ni kuendelea kukusii mwana wa Mungu, ufungue moyo wako ili Yesu Kristo aingie ndani yako. Anapoingia ndani yako kafanya makazi, kila jambo utakalolifanya atakuwa pamoja na wewe. Ukiangalia kwenye level ya chini kabisa ya maisha ni wakati wa kula, ambao wakati wa kula kila mmoja na anajua style yake ambayo anaweza kaitumia akiwa anakula. Mwingine anaweza kaa anakula kama amelala, mwingine anakula akiwa amekaa, mwingine anakula miguu juu, mwingine anakula kichwa chini miguu juu, mwingine anakula yani kila mmoja na style yake. Kwa kwenye hiyo hali ambayo ukiwa unakula Yesu anakuwa pamoja na wewe, ina maana kwamba hata unapokuwa katika kazi zako Yesu Kristo atakuwa pamoja na wewe.
Hata unapokuwa katika kusoma kwako, kutafakari kwako, kila jambo unalolifanya Yesu Kristo atakuwa pamoja na wewe. Unapotembea, unapolala, unapoongea, kila jambo unalolifanya Yesu Kristo atakuwa pamoja na wewe. Kwa hiyo iwe ni shauku yako kufungua moyo wako, kumwambia Yesu nisaidie. Hata kama unausikia uzito ndani yako, mwambie Roho Mtakatifu, ingia ndani yangu, zalisha kiu ndani yangu, itakayonisaidia na kunipa kutaka kumjua Mungu zaidi, ili moyo wangu ulainike, ufunguke. Bwana Yesu asifiwe sana. Na unapofunguka, ili Yesu Kristo aingie ndani yangu, afanye makazi ndani yangu, ili mimi niwe ndani yake na yeye awe ndani yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ni shauku yako siku ya leo, ili Yesu anapoingia ndani yako, auwe kila aina ya roho, auwe kila aina ya chembe, auwe kila aina ya mapando ambayo adui ameyapanda ndani yako, ambayo hayo mapando yanasababisha wewe kuwa mlalamikaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu akubariki sana mwana wa Mungu, na Mungu azidi kukusaidia na azidi kukufunulia zaidi. Kikubwa cha kushika ni kwamba mpe Yesu nafasi ndani ya moyo wako, ili anapoingia ndani yako aondoe roho ya malalamiko, ili uweze kutembea sawasawa na mapenzi ya Mungu, ili uweze kuifurahia na uweze kufurahia maisha ya wokovu. Bwana Yesu asifiwe sana, na Mungu akubariki.